niwashukuru kwamba mmekuwa ni wadau muhimu sana kwenye hatua mbalimbali za maendeleo ya mpira wetu kwenye nchi yetu Tanzania. Mnatupa support kubwa, na mbali ya support, lakini pia kwenye baadhi ya mazungumzo au maandiko yenu kuna vitu ambavyo vinatusaidia kuweza kwenda sawa sawa. Mbali ya tofauti, watu wanafikiria kwamba wanasema kwamba hataki kukosolewa. Sio kwamba hataki kukosolewa. Kama hataki kukosolewa, huwezi kutaka maendeleo. Kwa hiyo waliokuwa wanatukosoa kwa nia njema, sisi tunawashukuru kwa sababu wameweza kusaidia, tumeweza kujirekebisha kwenye mambo mengi. Mambo ambayo hatuyataki ni ya uongo, kubuni, kusingizia. Hayo mtu yoyote atakuwa hawezi kufurahi nayo. Alafu sisi tuko wazi, piga simu zetu, tunapokea, tunawapa ufafanuzi. Kwa hiyo mtu kutoka tu kwenda kuzungumza kitu ambacho hakiko sawa, sema kweli hamna binadamu yote mwenye nyongo ambaye ataweza kukubali jambo ambalo haliko sawa. Lakini niwapongeze sana. Sisi kwenye shirikisho tuna wadau mbalimbali ambao bila wao hatuwezi kuendelea. Tuna wadhamini wetu, tuna nyinyi wanahabari, tuna wanachama wetu. Nikizungumza wanachama wa TFF kwa maana ya mikoa yetu, lakini pia na vilabu ambavyo pia ni wanachama. Lakini pia kuna vilabu ambavyo sio wanachama, wanaocheza ligi ambazo sio za ligi kuu, lakini wanachama wa wanachama wetu. Wote hao wana support. Lakini pia tuna mdau namba moja, serikali, ambaye tunafanya naye kazi kwa pamoja, na hili liko wazi tu, bila kushirikiana na serikali hauwezi kufanikiwa, kwa sababu sehemu kubwa ya mipango serikali ndio inafanya. Kama mnavyoona sasa hivi tunapata support kubwa ya serikali kuliko huko nyuma, kwa sababu mahusiano yetu ni mazuri. Lakini pia kwenye mambo mbalimbali, kwa mfano program zetu za vijana, tunashukuru serikali yetu ina utaratibu ambao ni wa siku nyingi wa kuwa na mashindano ya shule zetu, kwa maana ya shule za msingi na shule za sekondari, ambapo ni sehemu ambao na sisi tunapita huko kuangalia vijana mbalimbali wanaoshindana kwenye mashindano yale, na tunawapata, wanaweza kutusaidia. Mambo mengi tumekutana, tushaongea, tumeshaongea sana kwamba kwa nini tumepata mafanikio haya. Mafanikio haya ni matunda ya kwamba kazi zetu sisi tumezidocument. Hatuamki tu na kukurupuka. Tulitengeneza mpango mkakati wa kwanza, ilikuwa wa 2018 mpaka 22, lakini tukafanyia mapitio 22 pale, tukaanzisha tena mwingine 23 mpaka 27. Kwa hiyo mwaka 27 pia tutafanya mapitio, tutatengeneza wengine. Kuna mambo ambayo tulisema ya muda mfupi tuliyatekeleza, mengine ya muda wakati, mengine ya muda mrefu, yote tumeyazingatia. Na ukiangalia kwenye maono yetu tulisema kwamba hii ilikuwa ni 2018 wakati tunaanza kutengeneza huu mpango, kwamba tunataka tuifanye Tanzania. Tunasema, tuliandika kwa kizungu hapa, build Tanzania as a football powerhouse at every level. Wakati huo tunazungumza ilikuwa Tanzania sio lolote si chochote, lakini sasa hivi nadhani tunaona tulianza kwenye level ya zoni yetu ya Sekafa Afrika, na sasa hivi kwa sababu tumekuwa tuna qualify mashindano ya Afrika mara kwa mara, sasa hivi tumeanza tena ku qualify kombe la dunia. Kama mnavyojua tulishakwenda kombe la dunia 2023 chini ya miaka 17 Serengeti Girls, lakini pia timu yetu ya wanawake ya futsal ilienda tena kombe la dunia. Lakini safari hii tena Tanzanite Girls nao wameenda kombe la dunia, Serengeti Boys nao wamekwenda kombe la dunia, na Mwenyezi Mungu akitujalia kesho tuna mechi, tukishinda kwenda robo finali, tukienda nusu finali tayari, na maana Twiga Stars nao wataenda kombe la dunia.
na ni matarajio yetu kwamba tutajitahidi kwa burudani za Mwenyezi Mungu twende huko. Kwa hiyo ndio ambayo tunafanya. Bahati mbaya Serengeti Girls hatukuweza kupata nafasi kwenda kombe la dunia kwa mara nyingine, tulitolewa na Afrika Kusini, lakini AFCON hizi tunashiriki. Kama mnavyojua, baadhi ya nchi ambazo hazikosekani kwenye AFCON ni Tanzania, lakini pia tumeshinda vikombe mbalimbali kwa upande wa Sekafa, lakini pia kwenye kualikwa tunaalikwa Kosafa, tumeshinda vikombe. Tumealikwa China under 12, tulikwenda mwaka jana, mwaka juzi. Mwaka huu Serengeti Boys walikwenda kule, wamekwenda kufanya vizuri. Wale vijana wa kike wa under 12 mwaka huu wameenda kwa category ya under 14 Portugal kule, wamekwenda wamefanya vizuri. Kwa hiyo mabadiliko makubwa, na kwa mabadiliko hayo tunapata mialiko mbalimbali. Kwa zamani ilikuwa Tanzania tukitaka kuomba mwaliko wa kucheza na timu nyingine hawawezi kuturuhusu kucheza kwa sababu ilikuwa hatuna maana kucheza nao. Lakini pia kama mnavyojua, sisi ni mojawapo ya zile nchi ambazo zinapata nafasi 4 za vilabu, kwa maana ya nafasi 2 kwenye Champion League na nafasi 2 kwenye Confederation. Ziko timu 12 tumeingia, na sasa hivi imekuwa ni mazoea, na nadhani tutaendelea kuongeza pointi, hatutaweza kuondoka huko ambapo ni vitu tofauti. Lakini pia ligi yetu imekuwa ni mojawapo ya ligi bora. Leo nimesoma kuna watu wametoa kwamba kwenye 5 bora hatumo, lakini nimeangalia sasa hivi kila mtu tu anaamua anatengeneza. Sasa huyu aliyotengeneza nadhani mara ya kwanza hiyo leo toa, au ndio wao wanaotoa siku zote, wale wanaotoa vigezo vya ligi lakini hawa waliotoa sio. Kuna mtu mwingine naye katengeneza akatoa na media zimechukua sawa, lakini wale ambao walitupeleka huko kwenye namba 4 5 wao wenyewe hawajatoa. Sasa hatujui vigezo vyake ni vipi, labda rangi za jezi sawa. Kwa hiyo kila mmoja inategemea anaangalia vigezo vyake, lakini pia unapokuwa kwenye sehemu unashindana na wenzako lazima ukubali. Naweza hata tutakuwa wa 10 wa wapi, kama wenzetu wataendelea kuwa bora zaidi, na ni vizuri tujitahidi. Kwa hiyo yote haya sisi tumeyafanya, tunashirikiana na nyinyi, na sehemu kubwa ya nyinyi mmekuwa ni sehemu yetu. Kwa hiyo leo nimesema tuongee hapa, na sehemu kubwa mtaniuliza maswali tu, kwa sababu mengine nikiarudia ni hayo kila siku. Mniulize maswali nitoe ufafanuzi, lakini sisi tulikuwa na mchakato wa kanuni ambao mwaka huu ulikuwa shirikishi kushinda mwaka yote. Vilabu vimetoa maoni yao, wadau mbalimbali, serikali, wafadhili wetu, wadhamini wote wametoa maoni yao, lakini yote inakwenda michakato hatua baada ya hatua. Lakini hatua ya mwisho inakuja kwenye kamati ya utendaji. Kamati ya utendaji ndio chombo cha mwisho ambacho kinapitisha kanuni. Leo nimesikia chombo cha habari kimoja wanasema kanuni zinaenda BMT kusajiliwa. Kanuni haziendi kusajiliwa BMT. Katiba ikishasajiliwa BMT imetaja utaratibu wote wa kuongoza utengenezaji wa kanuni. Kanuni zikishapita kwenye michakato, kamati ya utendaji ndo kikao cha mwisho kimepitisha. Na jana tulikaa ndani ya chumba hiki tukapitisha zile kanuni, lakini sio kupitisha tu, na kamati ya utendaji nayo jana ilikuwa ndo nafasi yake nayo kutoa maoni yake kwenye zile kanuni. Kwa hiyo michakato yote na hizo rasimu mlizoona ni rasimu ambazo zilikuwa zimepita kwa wadau na michango ya wadau mbalimbali, na mabadiliko yalifanyika pia kwenye kamati ya utendaji. Kuna maoni ya wadau yalikuja ambayo yamepita michakato yote, tumekuja pia mengine kamati ya utendaji imejadiliana, imeyaondoa, kwa sababu sisi kama kamati ya utendaji ndio ambao tumekasimiwa kusimamia na mkutano mkuu wa TFF
mpira siku hadi siku, na kamati ya utendaji imetoa madaraka hayo kwa rais anayesimamia secretariat kwa utendaji wa siku kwa siku. Kamati ya utendaji inakaa kila baada ya miezi miwili, lakini jana ilikuwa ni kikao cha dharura kwa ajili ya kanuni tu. Na ni moja ambayo ni vizuri nikaitolea ufafanuzi, ni mapendekezo yalikuja kutengeneza kanuni ya kuwadhibiti wanahabari, wachambuzi, sijui nini, yote pamoja. Kamati ya utendaji imeona kwamba yale mapendekezo ya zile kanuni sisi sio sehemu yetu. Kuna TCRA na kuna bodi mbalimbali za udhibiti wa mambo ya habari, lakini pia kuna na vyombo vya sheria. Na bahati nzuri cases zilizotokea ambazo kuna waandishi wale abuse, TCRA na vyombo mbalimbali vilitoa ushirikiano na vikatekeleza kama ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo sisi tumeiondoa ile, tumeona kwamba imeletwa ndio na wadau, hatujui sijui nani ameleta, sijui ni vilabu, sijui ni nani wameleta. Tumeona kwamba hapana, ingawa mnawavuruga, saa nyingine mnazungumza mambo ya usajili ya uongo, mnawachonganisha, na ndio maana labda waliileta hiyo. Sisi tumeona kwamba kwa sababu vyombo vya sheria na vyombo mbalimbali vinavyosimamia vimeweka taratibu zao na hawajawahi kutuangusha. Lakini pia kama kuna mambo ya rushwa, wengine watakwenda kwenye masuala taasisi ya rushwa, sio sisi. Watu wanatuuliza kwa nini yanatoka tuhuma za rushwa sijui nini. Sisi tunajua kwamba tuna limiti yetu na watu wa rushwa wako wanajua, lakini kuna mambo mengine pia yanahusu masuala ya udhibiti wa madawa ya kuongeza nguvu pamoja na madawa ya kulevya kwa wachezaji wetu. Pia vimekuja vipengele hivyo. Sisi tumepitisha kwamba tutaanza na utaratibu wa kuweza kwenye ligi yetu kufanya utaratibu wa uchunguzi, lakini hatukuweka adhabu kwa sababu wako taasisi inaitwa WADA ipo Tanzania, na hiyo ndio inayotoa adhabu mbalimbali kwa watakaokutwa na hayo majanga. Kuna masuala yalikuwa yanaongelewa yanayohusu kusajili wachezaji 40. Hii sio kanuni hii, wala hatujabadilisha, ilikuwepo toka nyuma huko. Tatizo hamsomi kanuni. Hamsomi kanuni. Hii ilikuja wakati ule wa COVID pamoja na kuongeza idadi ya substitution ambazo zinafanyika. Tumetoa msisitizo tu kwa sababu mwaka huu ligi itabana kidogo. Kwa hiyo tumesema bana, mnaposajili nyinyi basi msajili 40 wazuri sawa sawa, msije mkasajili wazuri 12 mkabaki na wengine kuongeza idadi, kwa sababu tuwe na wigo mpana. Mtu asije akasema mchezaji anachoka kama una wachezaji 40 na wachezaji wanaocheza ni 11 na kwenye benchi kutakuwa na wengine 9 wako pale, alafu unasema kwamba wachezaji wanachoka. Na pia sio 40 kwa sababu tunaruhusu pia vilabu vinasajili wachezaji 25 wa under 20, na kati ya hao wanaruhusiwa kucheza, na kanuni inalazimisha kwamba angalau wawili wawe kwenye line up na angalau waweze kupata kucheza ikiwezekana hata 10%. Kwa hiyo kwenye kanuni hapo tumeisisitiza zaidi, ingawa tumeweka msisitizo kwamba lazima wacheze, na kuna adhabu zimewekwa kama itaonekana kwamba baada ya msimu tukifanya takwimu au baada ya mechi kufanya takwimu wachezaji hao hawachezi, kwa sababu tumeweka maksudi kwa ajili ya kuwapa nafasi wachezaji wetu ambao tunaona kwamba ni wachezaji watakaokuja kusaidia kwenye timu ya taifa. Lakini kuna jambo jingine ambalo pia sio jipya, isipokuwa nikiri tu kwamba utekelezaji wa ufuatiliaji wa hiyo sheria ulikuwa haufuatwi. Kanuni inaeleza, na hiyo kanuni iko siku nyingi na tumeirisi hiyo kanuni. Nakumbuka tuliitengeneza wakati wa uongozi wa Mzee Tenga kuhusu wachezaji wa kigeni wanaokuja Tanzania kucheza ligi yetu. Kuna categories za nchi mbalimbali
na wachezaji wengi hasa wanaotoka Afrika anatakiwa lazima atoke kwenye timu ya ligi kuu na awe ni mchezaji wa timu ya taifa wakati anaposajiliwa. Hiyo kanuni iko siku nyingi, tumesema mwaka huu tutaisisitiza tu, kwa sababu kumekuwa na malalamiko kwamba wachezaji wanaokuja wa kigeni wengine wanakuja by the way tu, kwamba mchezaji katoka huko, quality yake ndogo, hachezi timu ya taifa, anakuja anasajiliwa hapa, lakini anasajiliwa tena anakaa benchi. Kwa hiyo tumeona kwamba hapana, lazima ile enforcement ya ile sheria ifanyike. Kwa hiyo tumeshaelekeza watu walioko kwenye system ya usajili, wakija watarudi background, watakwenda watarudi, wataangalia huyo mchezaji kama ni mchezaji mgeni, hayuko timu ya taifa, labda atoke kwenye ile nchi ambayo iko kwenye kategori ambayo kuna nyingine inaruhusu hata atoke kwenye ligi ya chini, sio ligi ya juu. Kwa hiyo yote hayo sisi tumesema kwamba tunazungumza kwamba tutafanya enforcement, sio kwamba kuna kanuni mpya, lakini kwa sababu wenzetu nyinyi wengine ni wageni, wengine hapa ni waandishi wa habari, wakati Mzee Tenga anatunga hiyo kanuni ya wachezaji wa timu za taifa wa kigeni hamjaingia kwenye habari, na bahati mbaya si ajabu kuna wengine walikuwa hawajazaliwa, sasa ndio inatokea hivi. Lakini unakuta kuna mijadala tena. Juzi kuna ndugu yetu Jamhuri aliongea, kazungumza mambo ya mwaka 70 na kitu, wengine hata huyo kaka yake Super Kiwelu hamkumuona kucheza. Amezungumza huko hivi. Leo naambiwa mimi naletewa email zangu zimejaa, naletewa mashtaka kumchukulia hatua Jamhuri. Hata wale wanaojua sheria kusema kuna sheria nyingine, kuna tukio limetokea lina miaka fulani hivi, hata kama limetokea ikana haliwezi kupelekwa hata mahakamani. Leo mwataka wakati huo Kiwelu anacheza huko, mimi nilikuwa nasoma. Leo nimekuja hapa mniambie leo ndio nimchukulie hatua, kisa kazungumza mwenyewe, kaamua kujilipua. Haya, muache aendelee. Kasema mwenyewe tuendelee, lakini halituhusu. Kwa hiyo msipoteze muda mwingi kujadili vitu ambavyo havina msingi. Vitu ambavyo vina msingi ndio tuvijadili, mnaleta. Kwa sababu sisi hapa ni binadamu, na sisi tunafanya kazi, lakini kutokana na taratibu. Bahati mbaya sana tunakuwa na mihemuko. Tunakuwa na mihemuko, au tunataka, au ni watu wengine wanatu influence tufanye hivyo. Hatuwezi kuzuia, lakini ni vizuri tukaangalia ili tuweze kubalance kidogo. Kwa hiyo kanuni jana tumezipitisha. Mambo mengine ni kanuni ile iliyokuwa inahusu sijui watu wameenda jumba la dhahabu nini. Ile kanuni tumelaumiwa kwamba imerudiwa sijui nini. Imerudiwa ni msimu mmoja. Ni msimu mmoja, hawezi kukaa baada ya mechi tukatengeneza kanuni. Sasa hivi tumetengeneza kanuni. Kanuni nadhani imerudiwa. Adhabu mbalimbali za hela zimewekwa, lakini pia tumekubaliana kwamba tunanunua vifaa. Kuna vifaa vya kudetect harmful gases. Tutanunua vifaa hivyo, vitakuwa vinatumika kwenye chumba. Mtu akikataa kuingia kwenye chumba, tutapima. Tukiona kwamba hakina matatizo, mechi itaendelea, matokeo yatabaki yale yale, lakini tunachukua pointi 5 kwenye mfuko aliona. Kama hana pointi 5, tutaanza na minus. Hilo tumeliweka hivyo. Tumewaita viongozi wale, wameitwa ili kuweza kupata kwa nini wanafanya na wanarudia. Wameeleza na tumechukua. Kilikuwa ni vikao vizuri kabisa, vimetupa mwanga. Kweli kuna vitu vinafanyika, ingawa pale tulishindwa, huwezi kuvidhibitisha kwa sababu hatakuwa na vifaa hivyo, lakini pia basi unatoka nje kabisa. Lakini pia tumeuliza ukaguzi unafanyikia wapi. Kuna vitu vingi tumehakikisha kwamba angalau taratibu zifuatwe. Na tulijaribu kuangalia kama walikwenda kweli, mwamuzi angekwenda kaenda kuwakagua huko kwenye jumba la dhahabu, tungeruka na. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tunavirekebisha. Na jamani, kanuni duniani, sheria
zimetengenezwa kwa ajili ya matukio. Linapotokea tukio ndio linatupeleka kutengeneza, na ndio maana kila msimu tunapitia kanuni, tunarekebisha. Ingawa mwaka huu kanuni zimerekebishwa kwa kiasi kikubwa sana. Swala la kwamba timu kwenda kucheza mazoezi siku moja kabla ya mechi hamna kwa mgeni wala kwa mwenyeji. Hata huko duniani hamna hiyo taratibu. Ni kufill pitch, tunaondoka. Sawa jamani? Kwa hiyo tutakwenda marekebisho pia. Mikoa ambayo ina viwanja vina AFCON ambao wanacheza timu zao huko Ulaya, timu zao zikija zikuta kiwanja cha mazoezi hakistahili, watamzuia mchezaji wao asiweze kucheza. Lakini tutakwenda zaidi, tumerekebisha kanuni, ufuatiliaji mkubwa kwamba lazima klabu, wewe uko ligi kuu halafu huna hata kiwanja cha mazoezi, tutaangalia pia kanuni kuzirekebisha kuhakikisha kwamba angalau ambacho unakimiliki. Tumesema sasa hivi watatuletea mikataba tuweze kuona kwamba viwanja vya mazoezi viko katika hali nzuri, lakini tunapokwenda huko tunataka kila timu imiliki kiwanja cha mazoezi, na wengine ambao wataweza, wale ambao wameshaweza, ambao wanamiliki viwanja vya kuchezea, tunawapongeza na tunaendelea kusisitiza kwamba tutakuwa na kile cha kuchezea ni tofauti na kiwanja cha mazoezi. Lazima kuwe na kiwanja kingine cha mazoezi ukiondoa kiwanja cha mechi. Vitu vingi tumefanyia marekebisho, na kanuni hizo zitachapishwa, zitakuwa public au zitawekwa kwenye website au watashare na nyinyi kwenye social media zenu au WhatsApp group zenu, ili muwe nazo muweze kuziona, na wenyewe wadau tutawapelekea. Lakini pia kuna yatafanyika mafunzo mbalimbali kabla ya ligi kuanza ya kuhusu mambo mbalimbali